Day 2 News. We enlighten the dark side. Askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Judy Thaddeus Ruwaichi, amesema kanisa hilo halina mpango wowote kukabiliana na serikali. Ameeleza hayo katika misa ya jubilea ya miaka 50 na 25 kwa mapadre wanaofanya utume Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kwa lengo la kuweka uelewa sahihi katika jamii ili ifuate misimamo sahihi kutokana na uwepo wa taarifa tofauti. Askofu Ruwaichi anasema wale wanaohangaika wakidhani kwamba kanisa Katoliki linataka kushindana, kulumbana na kushikana mieleka na serikali, watambue kwamba sisi hatuna mpango huo. Askofu Ruwaichi amesema pia waumini wa kanisa hilo wanapaswa kufuatilia kwa umakini taarifa zinazosambaa katika mitandao ya kijamii, ikiwemo kuhusu semina ya walei ya kanisa hilo, akikanusha kuwa tangazo kuhusu jambo hilo halikutolewa na ofisi yake. Tumsikie hapa Askofu Ruwaichi akizungumza. Wale mnaotumia vilongalonga, wale mnaopita kwenye mitandao, mtafahamu kwamba kuna jambo ambalo kwa siku hizi limekuwa likisambaa katika mitandao. Ni tangazo lililotolewa kuhusu semina ya walei. Naomba nitamke awali ya yote kwamba tangazo hilo halikutolewa na ofisi yangu. Kwa hiyo sio tangazo linalobeba sahihi yangu au lililotangazwa kupitia kwa chancellor au katibu mkuu. Hilo liwafanye mtambue kwamba sio tangazo rasmi. Jambo la pili, jambo lililotangazwa kwamba litafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 katika kalenda yetu ya jimbo limepangwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 11. Narudia tena, tarehe 29 mwezi wa 11. Kwa hiyo wale wanaohangaika wakidhani kwamba kanisa Katoliki linataka kushindana, kulumbana au kushikana mieleka na serikali, wajambue kwamba sisi hatuna mpango huo. Kwa hiyo tamko hili langu liwasaidie mwe na uelewa sahihi, mfuate msimamo sahihi. Pia mnapoona matangazo yametolewa kwenye vyombo vya habari, yachunguzeni vizuri kabla hamjaanza kuhaha. Manake siku hizi kumekuwa na kuhaha kwingi, na huko ni kutokana na kutokuwa makini, kutokana na kutochambua na kubainisha uhalisia wa jambo linalotangazwa. Nawatakieni siku njema na maadhimisho mema. Day 2 News. We enlighten the dark side.